Habari za leo ndugu watazamaji, karibuni tena kwenye channel yetu. Leo, tuna mnyunyizisho wa dhahabu kwenye makabrasha yetu ya afya asilia, mafuta ya ufuta. Ikiwa umekuwa ukijiuliza juu ya faida zake za kiafya na jinsi inavyoweza kuinua afya yako, uko mahali pazuri. Kwa hivyo, kaa makao, wakula pale tunapozama katika ulimwengu wa ajabu wa mafuta ya ufuta. Lakini kwanza, ikiwa wewe ni mgeni hapa, usisahau kubofya kitufe cha kujiandikisha na kugonga kengele ya taarifa ili usiwahi kukosa maudhui yetu mapya ya afya na siha. Tuko hapa kwa ajili ya kukuelimisha na kukusaidia kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya afya bora. Katika video ya leo, tutachunguza manufaa ya kiafya ya kuvutia ya mafuta ya ufuta kutoka kwa afya ya moyo, ngozi na nywele. Zaidi ya hayo, tutakushirikisha na baadhi ya njia kadhaa za jinsi ya kujumuisha mafuta ya ufuta katika mlo wako. Mafuta ya ufuta si tu mafuta maarufu ya kupikia na ladha, bali pia yamejaa vitamini na madini kama vile vitamini A, vitamini K na chuma iron, ambayo inaweza kuchangia afya kwa ujumla. Sasa twende tukaangalie faida kadhaa za kiafya za mafuta ya ufuta. Faida ya kwanza ya kiafya ya kushangaza ni afya ya moyo. Mafuta ya ufuta yana mafuta ya monounsaturated na polyunsaturated, ambayo huchukuliwa kuwa mafuta yenye afya ya moyo. Mafuta haya yanaweza kusaidia kupunguza viwango vya cholesterol ya LDL mbaya katika damu na hivyo kupunguza hatari ya ugonjwa wa moyo. Tabia za antioxidant. Mafuta ya ufuta yana wingi wa antioxidants kama vile sesamol na sesamin, ambayo husaidia kulinda seli za mwili kutokana na uharibifu unaosababishwa na radicals bure na mkazo wa oxidative. Hii inaweza kuchangia hatari ya chini ya magonjwa ya muda mrefu, kuvimba katika mwili na kupunguza kasi ya mchakato wa kuzika. Afya ya mifupa. Mafuta ya ufuta ni chanzo kizuri cha kalsiamu, ambayo ni muhimu kwa kudumisha mifupa yenye nguvu na yenye afya. Matumizi ya mara kwa mara yanaweza kuwa ya manufaa, hasa kwa wale walio katika hatari ya ugonjwa wa osteoporosis, na inaweza kusaidia kupunguza kuvimba na maumivu katika hali kama vile arthritis. Afya ya ngozi. Mafuta ya sesame ni tajiri katika antioxidants na vitamini ambazo zinaweza kusaidia kurejesha na kulinda ngozi. Upakaji wa mafuta ya ufuta unaweza kupunguza dalili za kuzika, kulainisha ngozi, kupunguza ukavu wa ngozi, na kutoa ahueni kutokana na hali kama vile ukurutu, eczema na psoriasis, na kutoa kinga dhidi ya miale UV rays ya jua ambayo si mizuri kwa ngozi. Unaweza tumia mafuta ya ufuta kwa masaji au changanya na mafuta mengine na paka kwenye ngozi au nywele. Afya ya kinywa. Sukutua mdomo kwa kutumia mafuta ya ufuta. Hii ni tiba ya zamani, inaaminika kusaidia kupunguza bakteria hatari mdomoni, kukuza na kuboresha afya bora ya kinywa. Sukutua na mafuta ya ufuta hufanyika kila asubuhi kwenye tumbo tupu. Weka kijiko kikubwa cha mafuta ya ufuta mdomoni mwako na sukutua kwa muda wa dakika 3 hadi 20. Baada ya kumaliza, tema mafuta na suza kinywa chako na maji ya uvuguvugu na malizia kwa kupiga mswaki. Afya ya nywele. Mafuta ya ufuta yana vitamini na madini mengi ambayo yanaweza kunufaisha nywele na ngozi ya kichwa. Taratibu masaji mafuta ya uvuguvugu ya ufuta kwenye ngozi ya kichwa na nywele, acha kwa muda na kisha osha. Mafuta ya ufuta yanaweza kusaidia kuimarisha nywele na kupunguza mba, kukuza nywele na kuboresha afya ya jumla ya nywele zako. Afya ya usagaji wa chakula. Kutumia mafuta ya ufuta kwa kiasi kunaweza kusaidia usagaji chakula, kupunguza kuvimbiwa na kutuliza njia ya utumbo. Yanatumika katika baadhi ya tiba za asili kwa uponyaji wa utando wa mchuzi wa mfumo wa usagaji chakula, uponyaji wa vidonda. Mafuta ya ufuta yana sesamol na sesamin, ambayo yameonyesha kuwa na antibacterial na antifungal. Inaweza kusaidia katika kukulinda dhidi ya maambukizo fulani yanapopakwa kwenye hiyo sehemu au kuliwa. Kiasili yamekuwa yakitumika kusaidia uponyaji wa vidonda kwa sababu ya utajiri wake wa antimikrobial na ya kuzuia uchochezi, uvimbe na maumivu. Kuzuia sarakani, kansa. Utafiti fulani wa awali
Unaonyesha kuwa mafuta ya ufuta yanaweza kuwa na sifa na virutubisho vya kuzuia sarakani. Sesamin, kionjo cha asili kinachopatikana katika mafuta ya ufuta, kimeonyesha uwezo wa kuzuia ukuaji wa seli za sarakani, kansa, haswa sarakani ya matiti na koloni. Kinga ya mwili iliyoboreshwa. Virutubisho vilivyomo katika mafuta ya ufuta, kama vile zinki na shaba, vinaweza kuchangia katika kuimarisha mfumo wa kinga za mwili. Afya ya ini. Mafuta ya ufuta yanaweza kusaidia afya ya ini kwa kusaidia kusafisha detoxifying ini. Hii pia imetumika katika dawa za asili ya kusaidia kuboresha utendaji wa ini na kulinda dhidi ya uharibifu wa ini. Udhibiti wa homoni. Kuna ushahidi fulani wa kupendekeza kuwa mafuta ya ufuta yanaweza kusaidia kudhibiti usawa wa homoni, haswa kwa wanawake. Inaweza kuwa ya manufaa katika kudhibiti dalili zinazohusiana na wanakuwa wamemaliza kuzaa na mabadiliko ya homoni. Afya ya utambuzi wa ubongo. Uwepo wa antioxidants na anti-inflammation. Uvimbe, wekundu, maumivu. Kwenye mafuta ya ufuta ni kwa ajili ya kupambana na uchochezi, inflammation, kwenye mwili. Pia, mafuta ya ufuta inaweza kuchangia afya ya utambuzi wa akili kama vile kusoma, kuelewa na kujua tambua, fokasi, kukumbuka na ubongo, na uwezekano wa kupunguza hatari ya magonjwa ya nevu zilizoharibika, neurodegenerative. Kutumia mafuta ya ufuta katika vitu mbalimbali katika utaratibu wako wa kila siku ni rahisi. Hapa kuna njia nyingi za kawaida za kuanza kutumia mafuta ya ufuta katika maisha yako. Kupikia. Mafuta ya ufuta ni mafuta maarufu ya kupikia katika vyakula vingi. Ina ladha kama ya karanga njugu na ina sehemu ya juu ya moshi, na kuyafanya kufaa kwa kukanga vyakula vya aina mbalimbali. Yatumie kuongeza ladha kwenye chakula chako, haswa katika kukanga, kwenye saladi, kachumbari, pia kama siki, viungo, marineti, nyama. Sosi ya kuchovya. Changanya mafuta ya ufuta na mchuzi wa soya, siki ya mchele, na mguso wa asali au sukari kwa mchuzi wa kuchovya kitamu. Mchanganyiko huu ni mtamu kula na sambusa, nyama choma, kababu na appetizers nyingine. Tumia kwenye kachumbari, saladi. Tengeneza sosi ya kipekee ladha nzuri kwa ajili ya saladi. Kachumbari kwa kuchanganya mafuta ya ufuta na viungo kama vile siki ya mchele, mchuzi wa soya, tangawizi na kitunguu saumu. Mimina juu ya saladi kwa ladha ya kupendeza. Marinati viungo. Ongeza mafuta ya ufuta kwa viungo kwa nyama choma, kuku, samaki au mboga. Ladha yake ya karanga huongeza ladha kwenye chakula. Kwenye tambi. Mafuta ya ufuta ni kiungo cha kawaida katika sahani nyingi za tambi. Nyunyiza kwenye tambi zilizopikwa kwa mchanganyiko wa mafuta ya ufuta, mchuzi wa soya na viungo vingine ili kuongeza ladha nzuri na ya kupendeza. Tumia kwa kuoka. Kwenye mapishi ya kuoka tumia mafuta ya ufuta ili kuongeza ladha ya kipekee kwenye vyakula kama vile bisikuti, keki, makate na kadhalika. Ni muhimu kutambua kwamba wakati mafuta ya ufuta yanatoa faida hizi za afya, inapaswa kutumika kwa kiasi. Zaidi ya hayo, kwa matokeo bora zaidi, chagua mafuta ya ufuta ambayo hayajachakachuliwa, kwani huhifadhi zaidi misombo yake ya manufaa ikilinganishwa na yale yaliyochakachuliwa. Kumbuka, ikiwa una matatizo mengine ya kiafya, wasiliana na mtaalamu wa afya kabla ya kuongeza mafuta ya ufuta kwenye mlo wako. Na hiyo ni muhtasari wa manufaa ya kiafya ya mafuta ya ufuta. Kwa kweli ina matumizi mengi ya lishe kwa utaratibu wako wa kila siku, kuanzia jikoni hadi kwenye urembo. Kumbuka, ufunguo ni kwa kiasi, kwa hivyo usisahau hilo. Ikiwa umepata video hii kuwa ya kuelimisha na yenye manufaa, tafadhali ipe dole gumba. Inasaidia chaneli yetu. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu mafuta ya ufuta au mada zozote zinazohusiana na afya ungependa tuangazie, jisikie huru kuyatuma kwenye maoni hapa chini. Tungependa kusikia kutoka kwako. Na usisahau kushiriki video hii na marafiki na familia yako ambao wanaweza kufaidika na faida za ajabu za mafuta ya ufuta. Kushiriki ni kujali. Asante kwa kujiunga nasi leo kwenye kituo chetu. Uwe na afya njema, uwe na furaha, na tutakuona kwenye video inayofuata.